Bwana, uongozi wa Simba haupoi kabisa kwenye swala zima la usajili, na mpaka hivi sasa tayari wamekwisha kuanza kutafuta wachezaji ambao watakuja kuongeza nguvu kunako klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na miongoni mwa majina ambayo yanatajwa kunako viunga vya Msimbazi ni kijana mdogo huyu ambaye anakitonga pale kunako klabu ya CS Sfaxien ya kule nchini Tunisia. Huyu si mwingine ni Bala Musa Conte, mchezaji ambaye ana balaa kweli kweli, hasa anapokuwa katika dimba. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wanafanya vyema sana kwenye kunako klabu ya CS Sfaxien, lakini pia vile vile kunako ligi kuu ya pale nchini Tunisia. Lakini kuhakikisha kwamba Simba wanakimbia na muda vita ya huko sokoni kutafuta quality kwa ajili ya kuendelea kuboresha kikosi baada ya mashindano ya CAF, kwa maana ya CAF Champions League pamoja na CAF Confederation Cup kutamatika msimu huu, na baadhi ya ligi nyingi mchakato wa mnyama sasa ni mwendo wa kutuma email, kupiga simu na mawasiliano kadha wa kadha kwa wachezaji wanaowataka kikosini hapo. Lakini kama tunavyojua pia Wekundu wa Msimbazi Simba wana scout ambaye pia naye anasafiri kunako mataifa mbalimbali kuweza tafuta wachezaji ambao watakuja kuongeza nguvu kunako kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Wakati huu bana, viongozi wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba wapo katika hatua ya mazungumzo na kiungo mkabaji kwa maana ya defensive midfield Bala Musa Conte kutoka CS Sfaxien ya pale nchini Tunisia. Kama tunavyojua eneo la defensive midfield ni eneo ambalo anacheza Yusuf Kagoma pamoja na mtu kama Augustin Okejefa, lakini pia kwa upande wa Augustin Okejefa ni kama vile hana wakati mzuri kunako kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo pia hata kocha Fadu David hajaweza kuridhishwa na kiwango cha Augustin Okejefa, MVP wa ligi kuu ya pale nchini Nigeria msimu uliomalizika. Kwa hiyo huenda pia Augustin Okejefa ndiye atakayempisha fundi huyu kutokea pale kunako klabu ya CS Sfaxien ya pale nchini Tunisia. Bwana, raia huyo wa Guinea mwenye umri wa miaka 21 ambaye ana ufanisi mzuri wa mguu wa kulia, lakini pia anasifika zaidi kwa kupora mipira kwa maana ya kufanya zile tackling, lakini pia matumizi sahihi ya nguvu na usahihi wa kupiga pasi elekezi. Unaweza kusema kupiga pasi za maelekezo eneo kubwa la uwanja, iwe fupi ama ziwe zile ndefu za kuhamisha uwanja, ikiwemo lakini pia vile vile kuswitch uwanja tayari kutengewa mkataba mnono kuanzia pesa ya usajili signing fee, lakini pia na mshahara wa mwezi. Tayari ameshawekewa tayari hela ya usajili mezani, lakini pia na mshahara unaambiwa tayari uongozi wa Wekundu wa Msimbazi Simba wamekwisha kumwekea mchezaji huyu Musa Bala Conte, na muda wowote kuanzia sasa nyota huyu anatua nchini kufanya mazungumzo ya kina uso kwa uso na mabosi wa Wekundu wa Msimbazi Simba chini ya Mohamed Dewji ambaye yeye ametenga bilioni 6 ambazo zitaenda kwenye usajili msimu huu kuhakikisha kwamba kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kinakuwa imara zaidi na kinaenda kufanya mabalaa kule kunako michuano ya CAF Champions League, ambapo ndipo Wekundu wa Msimbazi Simba atakuwa akipeperusha bendera ya Tanzania kunako msimu ujao. Lakini pia wakati huo tayari kuna mastaa wengine wawili ambapo unaambiwa wapo chini wakiambatana na mawakala wao wanaendelea kufanya mazungumzo na klabu, huku wengine wawili wakitarajia kutua wiki inayoanza Jumatatu. Kwa hiyo Wekundu wa Msimbazi Simba tayari wamekwisha kuanza kufanya usajili wa mapema kabisa kuepuka zile competition kutoka vilabu vingine ambavyo pia vina misuli mikubwa ya kifedha. Tunakumbuka pia Wekundu wa Msimbazi Simba alishafanya delay ya mchezaji
ambaye alikuwa anakipiga pale kunako klabu ya US Gendarmerie, na huyu si mwingine alikuwa ni Victorian Adebayo. Mwisho wa siku mchezaji huyo akaenda kule kujiunga na klabu ya RS Berkane, ambapo ndio klabu ambayo iliweza kuwatwanga wekundu wa Msimbazi Simba kunako fainali ya kombe la shirikisho pale visiwani Zanzibar. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba tayari wamekwisha kujifunza na makosa ambayo wameyafanya hapo nyuma. Kwa hiyo viongozi wa wekundu wa Msimbazi Simba hivi sasa wanajitahidi kuweza kufanikisha yale madili yote ya wale wachezaji ambao wanaohitaji kwa uharaka zaidi, ili waweze kujiunga na klabu pindi tu msimu utakapomalizika. Lakini cha msingi sasa kwa wewe ambao unaendelea kuifuatilia Mlacha Media, ni kuombe kitu kimoja, kama bado hujasubscribe, bado una nafasi ya kuweza kusubscribe. Upande wa kulia hapo kuna maandishi yaliyoandikwa subscribe, kisha bonyeza tu moja kwa moja unakuwa umefanikiwa kujiunga na familia hii ya kimichezo. Kisha bonyeza kuna alama ya kengele itatokea, lakini pia utaenda kuibonyeza moja kwa moja, utakuwa unapata zile notification zote ambazo za notification zote za zile taarifa zote ambazo nitakuwa ninaendelea kuzileta hapa kunako channel hii pendwa ya kimichezo. Mpaka kufikia hapo bana, mimi sina la ziada, lakini cha msingi endelea kuifuatilia Mlacha Media. Bye bye.